tujifunze na tutumie hizi fursa vizuri. Kwa nini? Fursa ya kwanza inayopatikana kwenye mfumo huu ni kuokoa muda. Kila kitu kiko online. Kila kitu kiko kiganjani mwako. Unaingia, unajisajili, unakuwa kama uko TRA, lakini kumbe upo kwenye mfumo. Kwa nini unakuwa kama uko TRA? Ule mfumo una kila huduma ambayo unaitaka. Huduma ya kikodi. Unataka kujikadiria, sehemu ya kujikadiria. Unataka kubadilisha umiliki wa gari, ipo. Unataka kusajili gari lako jipya, upo kwenye mfumo. Unataka leseni, ipo kwenye mfumo. Unataka uombe control number, ipo kwenye mfumo. Wataalamu wanakuambia unataka utoe FD risiti, ipo kwenye mfumo. Kwa sasa hivi kumbe kama sina mashine ya FD na natakiwa nitoe risiti, natumia mfumo kutoa risiti. Jamani, hivi mmenielewa? Wale wasiokuwa na EFD za kutolea risiti, sasa hivi mfumo huu unadirisha na kutolea risiti bila kwenda kwa wakala, bila kutoa hela yako kwa ajili ya kununua mashine. Lakini kuna huko kuokoa muda. Kila kitu unafanyia nyumbani. Una haja ya kuja TRA. Sasa hata clearance unaombea huko. Lakini mfumo huu utatoa fursa nyingine ya TRA kukadiria kodi sahihi. Tunaepukana na yale mambo ya muuza ngapi, unategemea kuuza ngapi. Kwa hiyo hayo tunaachana nayo. Kwa sababu gani? Mfumo una taarifa nyingi mno. Mfumo huu umeunganishwa na mifumo mingi ya taasisi mbalimbali. Wangapi wamefurahi? Basi tujipongeze kwa hilo. Asante sana. Basi tunawashukuru sana kwa mafunzo haya ambayo tumeweza kuyapata siku ya leo. Tunashukuru pia kamishna wetu mkuu kwa kuona umuhimu wa sisi wana Njombe kuletea haya mafunzo. Na hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanikisha biashara zetu, tunalipa kodi zetu bila usumbufu. Na kama mlivyoona kwamba mtu unaweza ukalipa ukafanya wasilisho ya makadirio yako ya ritani kokote utakapokuwa. Kwa hiyo ni jambo jema. Kwa majina naitwa Mr. Bernard Christopher Nchini, ni afisa msimamizi wa kodi kutoka TRA. Leo tupo hapa mkoani Njombe kwa ajili ya kutoa elimu ya mafunzo ya mfumo wa IDRAS kwa wafanyabiashara. Mfumo wa IDRAS ni nini? Mfumo wa IDRAS ni kifupi cha Integrated Domestic Revenue Administration System. Huu ni mfumo wa elektroniki wa usimamizi wa kodi ambao una lengo la kurahisisha namna ya kutoa huduma kwa walipa kodi wetu. Mfumo huu utatumika katika kusimamia kodi za ndani pamoja na kuweza kukusanya mapato ya kodi za ndani. Mfumo huu unaunganishwa pia na mifumo yote ya kodi za ndani ambazo zinatumika katika kusimamia mapato ya serikali. Lengo kubwa la mfumo huu ni kurahisisha huduma za mlipa kodi, na ili kufanya huduma hizi ziweze kupatikana kwa njia ya kidijitali na kumwezesha mlipa kodi kuweza kupata huduma zake kwa njia rahisi kabisa, tofauti na ilivyo sasa hivi ambapo tumekuwa tukitumia sana njia za makaratasi ambazo ni manyo, ambazo kwa kiasi fulani zimekuwa sio rafiki kwa mlipa kodi. Lakini mfumo wa IDRAS utakwenda ku replace ile manual process ya kuweza kutoa huduma, ambapo sasa mlipa kodi atakuwa anaweza kupata huduma hizi za kodi wakati wowote ndani ya
ya masaa 24 popote pale alipo. Kikubwa ambacho anahitajika kuwa nacho ni internet yake pamoja na accessibility ya kuweza kupata njia ya mtandao, ambapo atahitajika kuwa na simu janja au kishikwambi au kompyuta mpakato anaweza akaitumia wakati wote ndani ya masaa 24. Na itapotokea kuwa mlipa kodi hana hivi vyanzo vya kompyuta mpakato kuweza kuaccess system, basi anaweza akafika ofisini kupitia dawati letu la kuweza kufacilitate biashara za wateja ambao ni trade facilitation. Mteja anaweza akafika pale akasaidiwa kwa haraka zaidi na akapata access ya mtandao. Lengo kubwa la mfumo ni kuhakikisha tunakuwa na mfumo rahisi, kama ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha kuelekeza kwamba mifumo yote ya taasisi za kiserikali ni lazima iweze kusomana. Lengo ni kuhakikisha tunakuwa karibu na walipa kodi, tunahudumia kwa urahisi zaidi. Mlipa kodi ndani ya mfumo huu wa IDRAS atakwenda kupata huduma tofauti. Kwanza ataweza pia kupata huduma za usajili, ataweza pia kupata huduma za makadirio yake ya kodi, taarifa zake zote za masuala ya kikodi ikiwepo mauzo, manunuzi, yote anaweza kuzipata katika njia ya mfumo huu wa IDRAS. Na tumejipanga kuhakikisha kwamba walipa kodi wetu wanalipa kodi zao kwa hiari. Hivyo kwamba kupitia katika mfumo wa IDRAS mlipa kodi mwenyewe anaweza kujifanyia makadirio kwa wale waliofikia stage ya kujikadiria wao wenyewe. Ataweza kutengeneza control number yake yeye mwenyewe kwenye mfumo. Hana haja ya kujetialia, atatengeneza yeye mwenyewe control number katika mfumo, lakini pia vile ataweza kufanya malipo yake pale kwenye mfumo. Tofauti ndio sasa hivi ambapo inamlazima mlipa kodi aweze akafika kwetu tukamtengenezea control number na akaenda kulipa. Wakati mwingine inakuwa inachukua muda sana na kufanya mlipa kodi, baada ya kutumia muda wake mwingi kwenye kufanya biashara, atajikuta anakuja kwetu kuweza kupata huduma. Hivyo mfumo huu umemletea huduma karibu ambazo anaweza akazifanya huduma hizi pale kwenye biashara yake, akapata hizo tax clearance kwa ajili ya kwenda kuomba leseni ya biashara. Anaweza pia akaomba control number pale kwenye system akiwa kwenye biashara yake, akaenda akalipa kodi yake ambayo amekadiriwa pale kwenye system. Hivi vitu vyote vinafanyika pale kwenye system kwa njia rafiki na njia rahisi zaidi. Hivi vitu vyote vinafanya mlipa kodi aweze kulipa kodi yake kwa hiari, na hata makadirio yake ya kodi na taarifa zake za kikodi mlipa kodi anaweza kaziona pale kwenye system kwamba kwa mwaka huu au kwa mwezi huu mapato yangu ambao nimeuza mauzo yangu ni haya hapa, ni kiasi fulani, na manunuzi yangu niliyolipa ni kiasi fulani. Hivyo anaweza pia hata mwenyewe akajipanga kujua kodi yake anayotakiwa kulipa ni kiasi fulani. Kwa taarifa zote, kwa sababu anaweza kuziona, inakuwa ni rahisi pia kwa yeye kuweza kuplani namna gani ataweza kulipa kodi yake kwa urahisi zaidi na kwa wakati. Hivi vitu vyote vinamsaidia mteja kuweza kuwa compliant na mifumo yote ya kodi pamoja na namna gani. Mimi naitwa Danford Esa Mfikwa. Nimekuja kuhudhuria mafunzo haya ya mfumo mpya wa shughuli za kodi. Kwanza kabisa nikiwakilisha kampuni ya Kihanga kwa inahusisha na masuala ya ujenzi wa barabara. Lakini pili, mimi ni meneja wa Tanzania National Chamber of Commerce mkoa wa Njombe. Kwanza kabisa mimi ni washukuru na kuwapongeza TRA kwa kuandaa mafunzo haya, kwa sababu kimsingi sasa hivi kila kitu kinakwenda kwa mifumo. Tumeshuhudia shughuli nyingi, taasisi nyingi, shughuli zinaenda kwa mifumo. Kwa namna tulipojifunza, mfumo huu utarahisisha mambo mengi sana. Kwanza utapunguza masuala ya makaratasi. Kuandika kila wakati umeshapunguza hiyo, kwa sababu kila kitu unajaza tu kwenye mfumo, mambo yanakwenda. Lakini pili, inapunguza muda, badala ya kuja kila siku kwenda ofisini TRA, kila kitu tunakifanyia ofisini. Kwa mfano, tumeongelea masuala ya tax clearance, unafanya kwenye mfumo, file return kwenye mfumo, unataka kuomba hatari masuala ya kusajili wa magari kwenye mfumo. Kuna kila kitu, labda una malalamiko mbalimbali ni kwenye mfumo, kila kitu kwenye mfumo. Wewe unakaa tu mezani kwako, ofisini kwako, kila kitu kinaisha pale na mnajibizana. Unakuta pale kama kuna jambo umelifanya, unapata pale mrejesho kwamba umefanya hivi, basi unatakiwa ufanye hiki. Haya, kuna masuala pengine ya umelipa kodi kupita kile kiwango ambacho ulikadiriwa, unatakiwa urudishiwe. Mle kwenye mfumo unaomba urudishiwe fedha yako, unarudishiwa. Kwa hiyo mfumo unaweza kusema umerahisisha, ingawa mfumo wote unapoanza kwa watumiaji lazima unaleta shida kidogo, kwa sababu unakuwa hujauzoea. Lakini kadri tutakavyokuwa tunaendelea kutumia, tutauzoea sasa na mifumo mingine tunayofanya. Kwa majina naitwa Nansia Show kutoka kampuni ya African Lion kama mhasibu. Kusema kweli, mfumo umeturahisishia vitu vingi sana. Mfumo wa IDRAS umetuletea ukombozi kwanza wa kuokoa muda.
na pia kusave pia gharama ambazo kwa tunazitumia labda kutumia kama nauli kutoka ofisini na kuja ofisi ya TRA kwa ajili ya kushughulikia jambo fulani. Mfano mzuri kwenye tax clearance. Katika kitu ambacho kwa kinatusumbua sana ni tax clearance kuipata kwa wakati. Lakini sasa hivi sababu ya mfumo mpya unaweza kupata kwa wakati. Kwa maana kwa pale wametuelekeza kwamba unaweza ka-apply, alafu kama kuna kitu ambacho hujakamilisha, unaweza kukamilisha ukiwa huko. Tofauti na zamani, tulikuwa tunakuja moja kwa moja mpaka TRA ndio tunaanza kuambia kwamba kuna hichi na hichi inabidi ukamilishe ndio utapewa. Kwa hiyo nikiwa kule ofisini na nitahisisha kama najua kitu fulani hakipo, naweza kukifanya nikiwa pale. Kwa hiyo kiujumla imetusaidia sana kwenye kuokoa muda na gharama. Tutawarahisishia walipa kodi wengi na watu wengi watakuwa wamehamasika kulipa kodi. Kwa maana kila kitu kinajieleza kule ndani, tofauti na zamani mtu akija ofisini kule anaweza kaelekezwa na mtu binafsi, akawa na ile mashaka anapoelekeza ndivyo ama sivyo. Lakini sasa hivi sababu kila kitu kiko kwenye mfumo kinajielekeza kwamba ingiza hichi. Ukifanya hivi inakuwa asilimia hii. Kwa hiyo itawahamasisha watu kuwa na ule ujuzi zaidi kwa ajili ya kulipa ile kodi.